Shangilia tena Yesu kwa makofi na vigelegele. Mwambie jirani yako, tumekuletea habari njema. Tumekuletea habari njema. Tumeleta habari njema. Tumeleta habari njema. Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18. Amen. Tunaona maneno ya Mungu yanasema ya kwamba yes, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Haya ni maneno ambayo Yesu Kristo aliyasoma alipokuwa ameingia katika sinagogi. Ukianzia mstari wa 16 na 17, tunamwona Yesu Kristo mwenyewe, tabia yake na desturi yake ilikuwa kila siku ya Sabato lazima aingie kwenye sinagogi. Siku hiyo alipokuwa ameingia katika sinagogi, maneno ya Mungu yanasema ya kwamba wakampa chuo cha nabii Isaya ili kusudi aweze kusoma maneno ya Mungu, kwa sababu Yesu Kristo japo alikuwa ni Mungu, japo alikuwa na uweza, japo asili yake alikuwa ni Mungu mwenyewe na uwezo wake ulikuwa ndani yake mwenyewe, lakini ya kuacha kwenda kwenye ibada. Hiyo ndiyo desturi ya Yesu Kristo. Nilipokuwa nikisoma maneno haya, nilikuwa nikipata picha, nikijifunza ya kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, ndani ya moyo wake Mungu ameweka roho wa ibada. Ndani ya moyo wako Mungu ameweka kiu ya ibada, na ndio maana yako makanisa kila mahali, iko misikiti kila maeneo, yako maeneo mbalimbali watu wanaenda kwenye ibada, kwa sababu asili ya mwanadamu iko katika kuabudu. Kusudi la Mungu la kumuumba mwanadamu ili amwabudu Mungu. Kwa hiyo wewe na mimi, asili yetu tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na ndio maana usipojua wapi mahali taifa kuabudu, watu wengi siku hizi wanaabudu masanamu, wanaabudu milima, wanaabudu mabonde, wengine wanaabudu vitambaa, wengine wanaabudu mafuta, wamefanya kama ndio miungu yao. Tunamwona Yesu Kristo alipokuwa ameingia katika sinagogi, alipokamata chuo cha nabii Isaya, akasema maneno Mungu ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, akasema amenituma. Ukisoma Isaya 61 anazungumzia vizuri ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Kumbe masikini ni wale walio na kiu ya kulisikia neno la Mungu. Kumbe masikini kiroho ni wale walio wanyenyekevu ambao wanatamani kusikia habari za Yesu Kristo. Leo hii, jioni ya leo, na mimi Bwana amenituma kwako, amenipaka mafuta nikuletea habari njema za Yesu Kristo, habari za wokovu zilizobeba uzima, zilizobeba uponyaji, zilizobeba uwezo, zenye nguvu za kukutoa kwenye vifungo vya giza. Wala hatujaleta habari zingine, hatujaleta habari za dini yako, hatujaleta habari kuhusu kabila lako, ila tumemuleta mwanaume anaitwa Yesu, 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 ambaye ukimwamini leo hii, jioni ya leo, anayabadilisha maisha yako, anakufanya kuwa mtu mpya, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Habari za Yesu Kristo ndizo habari zenye uwezo, ndizo habari zenye nguvu. Kwenye Rumi 1:16 anasema injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Hizi habari njema ni kwa ajili ya wokovu. Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili ya wenye dhambi, ili wakimwamini yeye wawe na uzima wa milele. Na mimi jioni ya leo nimekuletea habari za wokovu wa Yesu Kristo. Ukimwamini leo utakuwa salama. Ukimwamini leo vifungo vitafunguka. Ukimwamini leo utakuwa na furaha. Kama unaamini Yesu ni Mwokozi, mshangilie Bwana kwa sababu amekwenda. Sapa
Yesu anaweza mambo yote. Amen. Injili ya Mungu imebeba uweza. Injili ya Yesu imebeba ushindi. Injili ya Yesu imebeba uponyaji. Injili ya Yesu imebeba uzima wako mama, na ndio maana nasema amenituma kuwafungua wale waliofungwa. Jana mtumishi wa Mungu mama yangu alizungumza kwa habari ya vifungo, na mimi leo ninakwambia hizi habari za Yesu Kristo zinakutoa kifungoni, zinakutoa kwenye mateso, kwenye hiyo minyororo ya mateso unaondolewa, hata kama una kifungo cha dhambi. Maana kuna watu wengine maisha yao mioyoni mwao kumejana dhambi, hicho nacho ni kifungo. Huenda biashara zako haziko sawasawa, hicho nacho ni kifungo. Huenda ndoa yako haiko sawasawa, hicho nacho ni kifungo. Huenda mambo yako hayako sawa, hicho nacho ni kifungo. Lakini jioni ya leo yako mafuta, uko uwezo, ziko nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinafungua minyororo, inavunjika, inakatika kwa jina la Yesu. Maisha yangu nayazungumzia mwenyewe. Kabla sijamwamini Yesu Kristo, kabla sijajitambua katika wokovu, nilizaliwa katika wazazi waliokoka, lakini bado maisha yangu yalikuwa yamekamatwa na dhambi. Bado maisha yangu yalikuwa yamekamatwa na ulevi. Bado maisha yangu yalikuwa yamekamatwa na uasherati. Japo maisha yangu yalikuwa yamekamatwa na tabia mbaya. Hivi ndivyo inavyoweza kuwepo leo, na ndio maana wokovu ni wa mtu binafsi. Huwezi kwenda mbinguni kwa wokovu wa baba, huwezi kwenda mbinguni kwa wokovu wa mama. Ni lazima ujitambue wewe mwenyewe binafsi, umwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nataka nikwambie hizi ni siku za mwisho. Kaa vizuri na Bwana, tembea vizuri na Bwana, ishi vizuri na Bwana, ili siku moja tuwepo wote pamoja tukimlaki Bwana Yesu kule mawinguni. Na hiyo ndio furaha ya Mungu. Hapendi kuona wenye dhambi wanapotea, hapendi kuona kifo cha wenye dhambi. Anataka kila mmoja amwamini Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uwe ni mchawi, uwe mganga, Yesu anaacha na wewe. Uwe kahaba, uwe mlevi, uwe mzinzi, Yesu anaacha na wewe. Hata kama umejikataa, Yesu anakupenda. Hata kama umejiona ustahili, Yesu anakuona unafaa. Hata kama ukijiangalia kwenye kioo unajiona ni mbaya, Yesu anakupenda. Hata kama mume wako anasema ni mbaya, yuko Yesu anakupenda. Habari zake ni njema, zimebeba uzima, zimebeba uponyaji. Jioni ya leo tumemleta Yesu ndani ya moyo wako. Mruhusu aingie ndani ya moyo wako ili uwe salama. Ndivyo maisha ya watu wanavyoonewa, wale ambao hawajamwamini Yesu. Maisha yako wanayavuruga vuruga, wanayakamata, wanayafanya watakavyo, kwa sababu ndani yako Yesu hayupo, kwa sababu ndani yako uzima haupo, kwa sababu ndani yako nuru haipo. Kwenye Yohana anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ukiwa na Yesu ndani yako, yeye ni nuru, hakuna giza litakalokuweza, hakuna mapepo yatakayokuweza, hakuna mateso wala mashetani yatakayokuweza.